Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi ameipongeza serikali kwa uamuzi wake wa ukarabati na ujenzi wa uwanja wa ndege wa Musoma mkoani Mara na kusema uamuzi huo unalenga kumpa heshima inayostahili baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hivyo kufungua mkoa wa Mara kiuchumi. Balozi Dr. Nchimbi ametoa kauli hiyo Aprili 23 mwaka 2025 mjini Musoma wakati akikagua maendeleo ya ujenzi huo unaofanywa na kampuni moja ya ujenzi ya China chini ya wakala wa kuhudumia barabara nchini TANROADS. Kwa kweli nikupongeze mkuu wa mkoa na wenzako kwa usimamizi mzuri. Niwapongeze mamlaka ya viwanja vya ndege na wizara kwa kazi nzuri ambayo imefanyika. Lakini vile vile kipekee nipongeze sana serikali kwa uamuzi wa makusudi wa kujenga uwanja wa kisasa katika wilaya ya Musoma mkoa wa Mara. Mkoa huu ni mzito, una historia nzito na nchi yetu. Lakini vile vile wilaya ina historia nzito. Hakuna Mtanzania asiyejua Musoma. Kimsingi hata watu wote wa mkoa wa Mara, hata wanaotoka Tarime, wanaotoka Serengeti, wanaotoka Bunda, wakiwa Dar es Salaam wanasema hawa watu wa Musoma. Kwa nasema heshima kubwa ya mji wetu inatakiwa iakisiwe na aina ya uwanja wa ndege tulionao. Lakini kwa sisi wafuasi wa baba wa taifa Mwalimu Nyerere tunafurahi sana tunapoona maendeleo haya yanapigwa katika wilaya ya Musoma na mkoa wa Mara. Ni matumaini yangu kwamba kukamilika kwa uwanja huu kutaleta mabadiliko makubwa katika mkoa wetu. Nimeongea habari ya kuimarisha utalii, kuimarisha usafiri. Na mimi nakubaliana nanyi kwamba mtu akitoka Mwanza kama anakwenda Serengeti, Mbugani kule, Bunda ni Musoma ni karibu zaidi. Samahani nataja Bunda kwa sababu ndio kwetu. Musoma ni karibu zaidi kuliko mtu akitoka Mwanza au hata akitoka Arusha. Kwa vyovyote vile watalii wetu wakiwa na njia mbalimbali za namna ya kufika katika mbuga zetu, maana yake mwisho wa siku tutakuwa na watalii ambao wanaingia wakitokea Arusha, wengine wanaingia wakitokea Musoma, wengine wanaingia wakitokea Mwanza. Kwa hiyo mbuga zetu zitajaa zaidi na utalii utaimarika. Akiwa katika ukaguzi wa uwanja huo ikiwa ni siku yake ya pili ya ziara yake ya siku 5 mkoani humo, Balozi Dr. Nchimbi amepata nafasi ya kuwasikiliza viongozi wa mkoa wa Mara akiwemo mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mheshimiwa Vedastus Matayo kuhusu changamoto zinazokwamisha kukamilika kwa mradi huo kwa wakati. Mpaka sasa ile tathmini imetoka kwa mthamini mkuu wa serikali, sasa imeenda hazina. Sasa mzee pale hazina, najua tu ukisema tu jambo moja tayari watu wetu watakuwa wamepata fidia na hilo tatizo lao litakuwa limeisha na wataendelea na maisha yao. Lakini mbali na hilo, tunaamini kwamba uwanja huu katika kukuza uchumi wa mji wa Musoma na uchumi wa Mara utatusaidia sana. Maana kutoka hapa kwenda Mbugani hapo ni kilomita zisizozidi 70. Bahati nzuri barabara imejengwa mpaka karibu zaidi ya Nyamuswa. Kwa hiyo napo panahitaji tu msukumo ile barabara ya rami uweze kufika kule mgumu. Kwa kufanya hivyo sasa, na huu uwanja ukifanya kazi, maana yake ni kwamba ndege nyingi za watalii zitakuwa zinatua hapa, watu wanaingia uwanjani, wanaingia mbugani kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo naamini kwamba ujio kwako hapa utasaidia sana, kwanza kusaidia uchumi wa mji wa Musoma, lakini na kuufanya mji wa mkoa wa Mara kwa ujumla uweze kwenda mbele. Awamu ya kwanza jumla ya shilingi bilioni 4.1 zilitumika kulipa wananchi 85. Awamu ya pili jumla ya shilingi bilioni 3.9 zimetolewa mwezi Januari na tayari tumeshawalipa wananchi wote 49 waliokuwa wanahusika. Kwa hiyo tunashukuru serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuangalia hii na imewalipa wananchi sasa hivi hakuna tatizo kwa maana ya awamu ya pili. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge, kuna awamu ya 3. Hii awamu ya 3 inajumuisha wananchi 58 na ni shilingi bilioni 5.2 eneo la Kamnyonge. Hawa watakiwa kulipwa ili kupisha eneo wa jengo la abiria. Mpaka sasa kwenye awamu hii ya ujenzi hakuna jengo la abiria linalojengwa. Kwa hiyo
uwanja ukikamilika bado kutakuwa na changamoto ya jengo la abiria. Isipokuwepo bado inawezekana tukapata shida ya kupata ndege kwa sababu ya jengo la abiria liko, lakini tayari hatua zimeshachukuliwa kwa maana kwamba eneo limeshatafutwa, wananchi wameshafanywa tathmini yao. Tunaomba tu hizo hela tupushi ziweze kupatikana ili wakishapisha ili jengo likianza kujengwa kusiwe tena na vikwazo. Mimi ninapoitizama runway na hii apron naweza nikasema tuko kwenye 80%, na wamekuwa wakiniambia utaanza kutumika Septemba, lakini mimi nauona ukianza kutumika mwisho wa mwezi Juni. Pamoja na hayo, fedha nyingi imekwishawekwa, tayari bilioni 8 zimetumika hapa. Mkandarasi ili amalize kabisa kazi zote sasa hivi anadai serikalini shilingi bilioni 2.5. Ni matarajio yetu kama serikali ya mkoa kuwa fedha hizi zitamaliziwa ili akamilishe kazi hii ndani ya wakati. Baada ya kusikiliza kilio hicho cha mbunge huyo wa jimbo la Musoma mjini na viongozi hao wa mkoa wa Mara, katibu mkuu huyo wa CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameiagiza Wizara ya Fedha chini ya waziri wake kufanya kila liwezekanalo kwa kutoa fedha za madai ya mkandarasi, lakini pia fedha kwa ajili ya fidia za nyumba za wananchi zaidi ya 50 eneo la Kamnyonge ili waweze kupisha eneo la ujenzi wa jengo la kupumzikia abiria. Nimeona taarifa ya hatua tuliofikia. Kilomita za lami mita za zilizokamilika ni mita 1000. Bado mita 705. Na nimeambiwa changamoto kidogo ikikamilika ya malipo ambayo ni bilioni 2.5, basi tutakuwa na hakika kwamba kati ya mwezi wa 7 na wa 9 kiwanja hiki kitakuwa kimekamilika. Sasa nitumie nafasi hii kutoa maelekezo kwa waziri wa fedha kwamba bilioni 2.5 haziwezi kumshinda waziri wa fedha. Wanatoa maelekezo kwa Wizara ya Fedha kupitia kwa waziri wake ambaye hatujawahi kumpa maelekezo akachelewa kuyatekeleza, kwamba jitahidi afanye haraka fedha hizi zipatikane ili uwanja huu ukamilike mapema inavyowezekana kama ilivyopangwa kwenye ratiba. Lakini vile vile ni vizuri mamlaka ya viwanja vya ndege kwa kushirikiana na wizara Wizara ya Fedha waone namna ambavyo zoezi la tathmini ambalo limeshakamilika linafanywa kazi. Kuwa na uwanja bila kuwa na jengo la abiria inakuwa ina ukakasi kidogo. Maana tunaweza tukajikuta mahala tukamwomba shehe alete maturubai ya abiria wakae kwa muda au baba askofu. Sasa tusifike huko. Lazima tujitahidi kuwe na mahala ambapo abiria wetu wataweza kupumzika wakati wa kusubiri ama wakati wakifika kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo mambo ya msingi yale ya fidia za watu walioko karibu pamoja na mchakato wa kuanza ujenzi wa jengo la abiria ni vizuri vikafanywa kazi kwa haraka ili mambo haya yakaenda sambamba. Hata hivyo, meneja wa TANROADS mkoa wa Mara, mhandisi Vedastus Maribe, ametaja faida za uwanja huo ukikamilika. Aidha, kiwanja hiki kikikamilika kitarahisisha usafiri wa anga kwa watalii wanaotembelea mbuga ya wanyama ya Serengeti. Ujenzi wa kiwanja hiki unafadhiliwa kwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Katibu Mkuu, upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ukarabati na upanuzi wa kiwanja cha ndege cha Musoma kwa kiwango cha lami ulikamilika mwaka 2017 chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia. Mheshimiwa Katibu Mkuu, mkataba wa ukarabati wa kiwanja hiki ulitiwa saini tarehe 28 Disemba mwaka 2020 kati ya Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkandarasi Beijing Construction Engineering Group Company Limited kutoka China kwa gharama ya shilingi bilioni 35.048. Mheshimiwa Katibu Mkuu, uwanja huu unasimamiwa na kitengo cha usimamizi wa miradi, yani TANROADS Engineering Consulting Unit, ambacho kiko TANROADS na ndio kimepewa jukumu la kusimamia ukarabati na upanuzi wa kiwanja hiki. Ukarabati wa mradi huu unajumuisha kazi zifuatazo: ukarabati wa njia ya kuruka na kutua ndege, yani runway yenye urefu wa mita 1705 na upana wa mita 30 kwa kiwango cha lami. Kabla ya ukarabati huu,
Uwanja huu ulikuwa na urefu wa mita 1600 na kiwanja kilikuwa ni cha changarawe. Kwa hiyo serikali imeamua kukipanua kiwanja hiki kiwe cha lami, lakini lengo kubwa ni kuwezesha ndege kubwa za Q400 Bombardier zitakuwa zinaweza kutua hapa kitakapokamilika. Mheshimiwa Katibu Mkuu, pia ukarabati huu utahusisha ukarabati wa njia ya maungio yani taxiway kwa kiwango cha lami, ukarabati wa maegesho ya ndege apron kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya kuingia na kutoka kiwanjani pamoja na eneo la maegesho ya magari, ujenzi wa mifereji, ujenzi wa uzio wa usalama, ujenzi wa kituo cha huduma za zimamoto pamoja na huduma za gari la zimamoto, ujenzi wa njia ya ulinzi wa kiwanja yani peripheral road, ununuzi na usimikaji wa vifaa vya kuongozea ndege na ujenzi wa jengo la kuzalisha umeme yani powerhouse. Mheshimiwa Katibu Mkuu, hadi sasa utekelezaji wa mradi huu umefikia 58% na mradi huu tunategemea ukamilike Septemba mwaka 2025. GMTV Musoma.